Nakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo. Leo pia nimekuandalia fundisho maalum ambalo kichwa chake kinasema jinsi ya kutambua viongozi wa uongo ndani ya kanisa na jinsi ya kulilinda kundi. Na kabla hatujaingia katika fundisho la siku ya leo, ningependa pengine turejelee yale ambayo tulikuwa tumejifunza katika kipindi ambacho tulikuwa nacho hapo awali. Na kichwa chake kilikuwa ni jinsi ya kushughulikia migogoro mikubwa na kusababisha migawanyiko makanisani. Na tulikuwa na sehemu tatu, ambapo sehemu ya kwanza tulijifunza kwamba katika kushughulikia migogoro mikubwa kanisani bila kusababisha migawanyiko, tuliona ni kwamba moja, lengo si kushinda bali ni kurejesha. Vile vile tukaona ni kwamba kweli isemwe kwa upendo. Vile vile haki lazima ionekane. Katika sehemu ya pili tuliona kwamba ni vizuri kwanza kuomba, vile vile ni vizuri kupata ukweli wote, ni vizuri kushughulikia kwa faragha kwanza, vile vile kutumia wasuluhishi kama vile wazee wa kanisa, vile vile kushughulikia moyo, manake wakati mwingine mioyo huwa imeumia, vile vile ni kuhimiza msamaha, kuchukua hatua za haki, na vile vile kufuatilia baada ya kusuluhisha matatizo au migogoro. Na katika sehemu ya tatu ilikuwa ni maonyo, ambao tulisema ni kwamba ni kuepuka kupuuza migogoro, kuepuka kuchukua upande haraka, kuepuka kuongozwa na hasira, kuepuka kufanya maamuzi bila haraka, na vile vile kuepuka kufichua mambo hadharani bila hekima, na vile vile kutotaka kusikiliza. Hayo ndio tulioweza kujifunza katika kipindi kilichokwisha kupita. Na siku ya leo tuna sehemu mbili, na kwa hivyo na tunapoanza tunaona ya kwamba si kila anayeitwa kiongozi au mhudumu anatoka kwa Mungu. Biblia inaonya wazi kuwa kutakuwepo na viongozi wa uongo wanaoweza kupotosha na hata walio imara. Na katika kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari wa 15, Biblia inasema kwamba jihadharini na manabii wa uongo wanaowajia katika mavazi ya kondoo, bali ndani yao ni mbwa mwitu wakali. Na kwa hivyo tunapoangalia sehemu ya kwanza, tunaona tuna hoja 10, na hoja ya kwanza inasema wanafundisha mafundisho yasiyo sahihi. Kwa hivyo wao hupotosha neno la Mungu kwa mafundisho yao. Katika waraka wa pili wa Petro sura ya 2 mstari wa 1, Biblia inasema kwamba lakini walikuwa pia manabii wa uongo katika watu, kama vile kwenu watakavyokuwepo walimu wa uongo watakaoingiza kwa siri uzushi wa kupoteza. Na tunapoangalia hoja ya pili inasema watatawaliwa na tamaa ya fedha. Kwa hivyo huduma yao inalenga faida binafsi. Na katika waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya 6 mstari wa 5, Biblia inasema kwamba watu waliopotoka akili wakidhania ya kuwa utaua ni njia ya kupata faida. Katika hoja ya tatu inasema hawazai matunda ya Roho. Tabia zao hazifanani na maisha ya Kristo. Katika Injili ya Mathayo sura ya 7 mstari wa 16, Biblia inasema mtawatambua kwa matunda yao. Katika hoja ya 4, wanataka kudhibiti watu, hutumia hofu na mamlaka vibaya. Katika waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 9, Biblia inasema Diotrefe apendaye kuwa wa kwanza miongoni mwao hatukubali. Yaani huyu ni Diotrefe ambaye alikuwa na wakataa wa Kristo waliokuwa wakitembelea makanisa. Na vile vile tujue ya kwamba hawa ni Wakristo ambao walikuwa ni watu ambao walikuwa wamekoma kiroho, na alijua ya kwamba wataweza kumtabua kikweli, na ya kweli kwamba si nabii wa kweli. Kwa hivyo katika kitabu cha katika hoja ya 5, Biblia inasema hawakubali kusahihishwa,
hawana uwajibikaji. Katika kitabu cha Methali sura ya 2 mstari wa kwanza, Biblia sura ya 12 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba apendaye kufundishwa hupenda maarifa, bali achukiaye kulaumiwa ni mpumbavu. Na katika hoja ya 6 inasema wanatumia ishara na miujiza kuwadanganya. Sio kila miujiza au sio kila muujiza unatoka kwa Mungu. Na katika Injili ya Mathayo sura 24 mstari wa 24, Biblia inasema kwamba watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Katika hoja ya 7 inasema wanainua nafsi zao badala ya Kristo, na wanataka watu wawafuate wao bali si Mungu. Katika kitabu cha Methali, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 30, Biblia inasema kwamba watatokea watu wakinena mapotofu ili kuwavutia wanafunzi wafuate wao. Na katika hoja ya 8 inasema hawana upendo wa kweli. Huduma yao haina huruma. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 8, Biblia inasema kwamba asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Katika hoja ya 9 wanaishi maisha ya dhambi. Tunaona kwamba nje wanaonekana watakatifu, lakini ndani ni tofauti. Katika Injili ya sura ya 12 mstari wa 2, Biblia inasema hakuna neno lililofichika ambalo halitafunuliwa. Na katika hoja ya 10 inasema wanapotosha watu taratibu. Hawaji wazi, wanakuja kwa ujaja. Katika waraka wa Galatia sura ya 1 mstari wa 7, Biblia inasema kwamba kuna watu wanaowafadhaisha na kutaka kuigeuza Injili ya Kristo. Tunapoingia katika sehemu ya pili, Biblia inasema sehemu ya pili inasema jinsi ya kulinda kanisa. Na tunaona kwamba ni vizuri kufundisha neno la Mungu kwa usahihi. Katika waraka wa pili wa Timotheo sura ya 4 mstari wa 2, Biblia inasema lihubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na usiofaa. Katika hoja ya pili, wafundishe watu kutambua kweli. Waebrania sura ya 5 mstari wa 14, Biblia inasema chakula kigumu ni cha watu wazima waliozoeshwa kupambanua mema na mabaya. Na hoja ya 3 inasema mfumo wa uwajibikaji. Hakuna mtu aliye juu ya kanuni. Waebrania 13 mstari wa 17, Biblia inasema watii viongozi wenu, kwa maana wao wanalinda roho zenu. Na katika hoja ya 4 inasema himiza maombi na uongozi wa Roho Mtakatifu. Injili ya Yohana 16 mstari wa 13, Biblia inasema kwamba atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Na katika hoja ya 5, chunga kudi kwa makini. Matendo ya Mitume sura 20 mstari wa 28, Biblia inasema jilindeni nafsi zenu na lile kudi lote, kulilisha kanisa la Mungu. Katika hoja ya 6, hoja ya 6 inasema kemea na kurekebisha kwa ujasiri. Waraka wa Tito sura ya 1 mstari wa 13, Biblia inasema wakemee kwa ukali ili wawe wazima katika imani. Na katika hoja ya 7 inasema usifutiwe na sifa za nje. Angalia maisha, si maneno tu. Tunapofikia ukingoni ni kwamba viongozi wa uongo si wa hadithi. Wapo, lakini Mungu hajaliacha kanisa bila ulinzi. Ulinzi wako ni neno la Mungu, Roho Mtakatifu, maombi, ufahamu wa kiroho. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura 4 mstari wa 1, Biblia inasema wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni roho kwamba zimetoka kwa Mungu. Kwa hivyo tunapomalizia tunasema mtawatabua kwa matunda yao. Na kwa hivyo kwa hayo na kutakia kila laheri. Mungu wetu akulinde na akuongoze unapoendelea
kutabua au unapoendelea kujifunza neno la Mungu, tunapoambatana pamoja katika mafundisho haya ambayo yatakusaidia kuweza kutambua walio kondoo wa Mungu na wasio kondoo wa Mungu. Kwa hivyo ni vizuri wewe kama mshiriki, wewe kama kiongozi wa kanisa, ujue uweze kutambua viongozi wa uongo katika kanisa lako. Kwa hayo, Mungu wetu akubariki, akutendee mema. Shalom.